ambao wanatakiwa kutembea nao au kuishi nao. Amina, amina. Lakini ubatizo, neno batiza maana yake zamisha. Amina, amina. Yani ubatizo, neno batiza, amina, amina, maana yake zamisha. Kwa hiyo mtu anapokuambia anaenda kukubatiza, lazima uzamishwe kwenye maji. Muongeze tena Yesu makofi. Tuangalie mtume aliyeanzisha ubatizo ambaye anaitwa Yohana. Yohana alifanya ubatizo, lakini ubatizo wake ulikuwa ni ubatizo wa kuzamisha. Na alipofanya ubatizo wa kuzamisha, ulikuwa ni ubatizo wa kutubu dhambi. Amina, amina. Ulikuwa ubatizo wa toba. Haukuwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hebu muongeze tena Yesu makofi. Amen. Chapa makofi kwa Yesu Kristo. Amen. Naomba anayesoma somee kwa haraka haraka ili tusipate kupoteza muda. Tusome katika kitabu cha Marko. Kitabu cha Marko 1:4. Tuone pale. Maana mtu ukimwambia unatakiwa ubatizwe, anakuambia mimi nimeshabatizwa na nimezamishwa kwenye maji. Lakini ule ubatizo aliobatizwa si ubatizo wa kumfanya yeye aokolewe. Ni ubatizo wa kutubu dhambi. Muongeze tena Yesu makofi. Tusome msomaji. Marko 1:4 nasoma kwa jina lake Mkombozi. Amina. Yohana alitokea akibatiza nyikani. Yohana akatokea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba. Akihubiri ubatizo wa nini? Wa toba, liletalo ondoleo la dhambi. yani toba inayoleta ondoleo la nini? La dhambi. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Mtu anapoacha dhambi si kuwa ndipo ameokoka. Kuna watu ambao kabisa katika maisha yao hawamjui Yesu, hawajui kanisani, lakini hawatendaji dhambi. Muongeze tena Yesu makofi. Hana alewi, hana mke mmoja, ana watoto wake na anaishi maisha yake. Kanisani haendi, kokote asali, lakini dhambi hafanyi. Amina, amina. Kwa hiyo kuacha dhambi si suluhisho ya kuwa wewe umekuwa Mkristo. Kuacha dhambi si kuwa wewe umeokoka. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Kwa hiyo Yohana alipoleta ubatizo wake, ule ubatizo ulikuwa ni ubatizo wa toba, ya kwamba watu waondolewe dhambi ili wawe tayari kwa ajili ya kumpokea ajaye nyuma yake. Amina, amina. Waandae miili yao kwa ajili ya kumpokea ajaye nyuma yake. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Kwa hiyo ni ubatizo uliopitia wa kunyunyiziwa au wa kuzamishwa, ni ubatizo wa toba. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Walikuweka tayari ili uje ubatizo wa Roho Mtakatifu ambao ni ubatizo wa moto. Amina, amina. Ubatizo wa moto na Roho Mtakatifu. Ndio maana ubatizo huo unabatizwa kwa njia mbili. Unawekewa mafuta ya kupakwa. Amina, amina. Unazamishwa kwenye maji. Ukitoka kwenye maji unawekewa mafuta ya kukufanya mnadhiri. Muongeze tena Yesu makofi. Amina, amina. Ya kukufanyia wakfu, yani unafanywa kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Hebu muongeze tena Yesu makofi tena. Amen. Amina, amina. Amen. Hata Kristo mwenyewe alibatizwa ubatizo huo. Lakini kwa sababu Kristo yeye ndiye aliyekuwa amekusudiwa kwa ajili ya kwamba yeye ndiye mkombozi wetu, yeye Kristo hakubatiza. Naeleweka Kiswahili? Yeye hakubatiza, bali wanafunzi wake ndio waliobatiza. Maana Kristo angebatiza kwa jina lipi?
angekubatiza aseme na kubatiza kwa jina la Yesu wakati ni la kwake? Mwongeze tena Yesu makofi. Kwa hiyo wanafunzi ndio walioenda kubatiza kwa ubatizo wa kubatiza kwa jina la Yesu. Amina, amina. Amen. Wanafunzi ndio walioenda kubatiza kwa ubatizo wa kubatiza kwa jina la Yesu. Maana yake wale wanafunzi walikuwa wameshabeba ukuu, walikuwa wameshabeba mamlaka. Amina, amina. Amen. Chapa makofi kwa Yesu Kristo. Amen. Muongeze tena Yesu makofi. Amina. Tusome kitabu cha Luka 7 mstari wa 29. Luka 29 nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Na wote na watoza ushuru kusikia hayo walikiri haki ya Mungu kwa kuwa wamebatizwa kwa ubatizo wa Yohana. Amina. Walibatizwa ubatizo wa nani? Wa Yohana. Tuone mitume wanafika hatua wanaenda kuhubiri injili. Mitume wenyewe wanaenda kuhubiri injili, wanakutana na waliobatizwa ubatizo wa Yohana. Nao wanawauliza, nyinyi mlipobatizwa, nyinyi mlipo mkubali Yesu, mkampenda, mkamwabudu, mlibatizwa ubatizo gani? Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Kwa hiyo mitume walipokwenda walienda kubatiza ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amina. Sasa hivi sisi hatubatizi ubatizo wa Yohana, ndio wa ondoleo la dhambi. Tunabatiza ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amen. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Ubatizo wa Roho Mtakatifu, anabatizwa mtu mzima mwenye akili zake timamu, aliyeamua. Amina. Aliyeamua ndio akamkubali Yesu kuwa yeye ndiye mwokozi wake kabisa. Ndiye yule anayekwenda kubatizwa, ndio ubatizo wa Roho Mtakatifu, ambao ni ubatizo wa jina. Ndio. Muongeze tena Yesu. Amen. Amina. Watu wanajiuliza, watu wengi wamebatizwa, niseme ya kwamba wamebatizwa kwa ubatizo huu, ya kwamba wamebatizwa ubatizo wa jina la Baba, Mwana na Roho. Amina, amina. Wakitumia andiko ambalo liko katika kitabu cha Mathayo ya kwamba nendeni mkawabatize, mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu. Amina, amina. Mkiwabatiza kwa jina. Amina, amina. Sasa pale aliposema kwa jina, alisema kwa jina la Baba, Mwana na Roho. Mwana ni nani? Turudi hapo. Mwana ni nani? Ni Kristo. Amina. Roho iko ndani ya nani? Kristo. Baba ni nani? Ni Kristo. Amen. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Wakija mtu hapa akakuuliza baba wako wa kiroho yuko wapi, utaonyesha nani? Utaonyesha nani? Utaonyesha nani? Sijasikia. Utaonyesha nani? Maana yake hawatatafuta roho iliyoko ndani ya kuhani, watamkamata kuhani, watambeba kuhani na wataondoka naye. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Kwa sababu huyo ndiye Baba. Amina, amina. 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 Amen. Ndiye Mwana na Roho aliyoko ndani ndiye Roho. Kwa hiyo hawataanza kutafuta vitu vitatu wavitaje. Mitume walitaja kwa jina la Yesu. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Chapa makofi kwa Yesu Kristo. Tusome katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1 mstari wake wa 22. Matendo ya Mitume 1 mstari wake wa 22. Nasoma kwa jina la Kristo mkombozi. Amina. Kuanzia tangu batizo wa Yohana, ndiyo, hata siku ile alipochukuliwa kwetu kwenda,
inapasa mmoja wao awe shahidi wa kufufuka kwake pamoja nasi. Toka ubatizo wa nani? Wa Yohana. Yohana. Tusome tena Matendo 10 mstari wa 20 wa 37. Matendo 10 mstari wa 37. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Amina. Jambo lile ninyi mmelijua, lililoenea katika Uyahudi ndiyo wote, likianzia Galilaya, ndiyo likianzia Galilaya, baada ya ubatizo aliohubiri Yohana. Amina. Amina, amina. Amina. Muongeze tena Yesu makofi. Amina. Tusome katika Matendo ya Mitume 13 mstari wa 24. Nasoma kwa Yesu Kristo mkombozi. Amina. Kwisha kuwahubiri watu wote wa Israeli ndiyo habari za ubatizo wa toba kabla ya kuja kwake. Amina. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Kwa hiyo Yohana ubatizo wake ulitambulika ya kwamba ni ubatizo wa toba. Amen. Maana ubatizo ule haukuwa na jina. Amina, amina. Amen. Yohana hakutumia jina fulani kwa ajili ya kubatiza, bali alizamisha mtu kwenye maji na kumwambia umebatizwa. Amina. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Sasa palikuwepo ubatizo. Amina, amina. Amen. Palikuwa panatakiwa paje ubatizo wa Roho Mtakatifu ambao ni ubatizo wa jina. Amen. Unaotamka jina. Ndio. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Muongeze tena Yesu makofi. Amina. Mtume Paulo alipotembea akafika mahali alikokwenda kuhubiri, akawakuta wale watu wanasali wanaendelea na imani yao. Akahitaji kuwapa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amen. Watu wale wakakataa, wakamwambia tumebatizwa. Amina, amina. Amina. Akawauliza, nyinyi mlipobatizwa mlibatizwa ubatizo wa aina gani? Amina, amina. Amen. Mlibatiza ubatizo wa aina gani? Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Tusome kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 19 mstari wa 3. Matendo ya Mitume 19 mstari wa 3, nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Soma mpaka wa 4. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Nyinyi mlibatizwa ubatizo wa aina gani? Wakasema, ndiyo, kwa ubatizo wa Yohana. Kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba. Kwa alibatiza ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja. Wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake. Ndiyo. Yani Yesu. Soma. Waliposikia haya, ndiyo, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Wakabatizwa kwa jina la nani? Bwana Yesu. Maana wakaelewa. Amen. Kwamba ubatizo tuliokuwa nao mwanzo ulikuwa ni ubatizo wa toba. Sasa tunahitaji kubatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Ambao ni ubatizo wa mwisho wa kutamkwa jina, kwa jina la Yesu Kristo. Muongeze tena Yesu makofi. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Amina, amina. Amina. Ubatizo wa jina la Yesu ni ubatizo unaomfanya mtu hazike mambo ya kale, hawe na mambo mapya. Mwili wake kama uliwekewa maagano ya kutumika kuzimu au kulisi mikoba au kutumika kwenye wachawi au kutumika kwenye majini. Amina, amina. Amen. Akibatizwa ubatizo wa jina, anafutiwa lile agano lote, linakufa. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Lile agano linakufa, linaondoka kwenye mwili wake, linafutwa kwenye mwili wake. Amina, amina. Amen. Maana hakuna agano linaweza kufa pasipo damu.
na hakuna agano linaweza kuwekwa pasipo damu. Hebu muongeze tena Yesu makofi. Amen. Na kwa wakati huu na nyakati hizi hatuwezi kuchinja mbuzi ili tuue agano walilokuwekea maadui zako. Ndio. Hao watesi wako, hao mliloliweka pamoja. Amina, amina. Amen. Hatuwezi kuchinja mbuzi kwa sababu tunayo damu ya Yesu. Ndio. Tunayo damu ya Yesu. Amen. Tunapokupeleka kwenye maji, amina, amina, tukakuzamisha kwenye maji, kabla hujazamishwa kwanza yale maji yanabadilishwa yawe damu ya Yesu. Amen. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Yale maji yanabadilishwa, yanatiwa mafuta ya kubadilisha na kufunga uchafu usitembee. Halafu yakitoka hapo yanaombewa, yale maji yanabadilishwa, yanafungwa ili yawe damu. Amina, amina. Ndipo hapo unazamishwa kwenye kijito cha nini? Cha damu. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Ina maana ukizama lile agano lote linakufa. Ndio. Majini hayakuoni tena, waganga hawakuoni tena, wachawi hawakuoni tena. Kama ulikuwa na mkoba unaishia kwenye maji. Amina. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Si kuna wengine wamekabidhiwa mikoba ya mila kabisa, mikoba ya matambiko. Amen. Mikoba ya kiuganga. Ile mikoba yote inaishia kwenye maji. Ndio. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Chapa makofi kwa Yesu Kristo. Amina. Chapa makofi kwa Yesu Kristo. Amen. Amina, amina. Amina. Maana Mtume Petro anaenda na Paulo anawauliza, Mtume Paulo anawauliza, "Ninyi mlipobatizwa mlibatizwa ubatizo wa aina gani?" Anataka kujua. Amina, amina. Amen. Walipomwambia kwamba tulibatizwa ubatizo wa Yohana, akawaambia Yohana alikuja kubatiza, amina, amina, kwa ubatizo wa ondoleo la dhambi, ya kwamba waje wamjue yule anayekuja nyuma yao. Maana yake ubatizo ule wa Yohana ulizika nguvu ya kuwafunga. Maana wale watu walikuwa wamefungwa. Amina, amina. Walikuwa wamefungwa wasiuje wakamtambua Kristo. Ndio. Atakapokuja wasimtambue. Kwa hiyo ikabidi atangulie Yohana kwenda kuwabatiza ili wawe tayari kuja kumpokea. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Sasa hivi mimi nimekubatiza uwe tayari ili kutembea na Yesu mwenyewe. Unajua wanafunzi walikuwa na Kristo. Nimeeleweka? Wanafunzi walikuwa na Kristo na waliishi na Kristo, lakini hawakuwa na Yesu. Yesu alikuwa ndani ya Kristo, lakini wao walimuona Kristo. Sijui mnanielewa? Amen. Wewe ukitembea na mimi barabarani, unatembea na Yesu, unatembea na kuhani. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Kama unatembea na kuhani na mtu atakaye kuona anasema nimekutana na fulani akiwa na kuhani. Amina, amina. Maana hajakutana na mimi, hajakutana na wewe ukiwa na Yesu. Kwa hiyo wanafunzi walikuwa na Kristo. Ndio. Mwili uliozaliwa na Mariamu. Ndio. Amina, amina. Lakini Mtume Paulo ambaye alimuona Yesu uso kwa uso. Unajua Paulo alikuwa anaitwa Sauli. Amina, amina. Amen. Alikuwa anaitwa nani? Sauli. Sauli ndiye alimuona Yesu uso kwa uso. Kwa hiyo alipomuona ndipo alienda kuwafundisha mitume, tubatize ubatizo wa jina la nani? La Yesu. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Chapa makofi kwa Yesu Kristo. Amen. Chapa makofi kwa Yesu Kristo. Amina. Paulo, wakati mitume wakiwa na Kristo, Paulo hakuwepo. Sijui mnanielewa Kiswahili? Amen. Paulo hakuwepo. Ndio. Paulo alikuwa mwanajeshi katika jeshi la Masadukayo. Ndio. Paulo ndiye aliyepewa amri kama Sauli ya kwamba aende akawaue mitume. Wakati anakwenda Dameski anaenda kuwaua mitume, Yesu akamtokea.
akamtokea Ndio. njiani, Ndio. akamwangusha. Akalipomwangusha chini, akapigwa upofu, akamwelekeza kwamba wampeleke kule Dameski. Amina. Mitume alipofunguliwa macho, akawapa habari ya Yesu. Ndio. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Kwa hiyo mitume wakina Yohana, wakina Luka, wakina Matayo, wakina nani, walimfahamu Kristo, hawakumfahamu Yesu. Muongeze tena Yesu makofi. Amina. Japo walitumia jina lake kuondoa pepo. Sijui unanielewa? Amen. Japo walitumia jina kuondoa nini? Pepo. Ndio maana watu wengi hawaelewi Kristo na Yesu, wanachanganya vitu viwili. Amina, amina. Amen. Kristo ni mwili uliozaliwa ukapakwa mafuta akaitwa Kristo. Jina lake halisi aliitwa Emmanuel. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Kristo ni cheo cha mpakwa mafuta. Ndio. Jina lake aliitwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Amina, amina. Amina. Amina, amina. Amen. Kwa hiyo wanafunzi walikaa pamoja na Kristo, hawakukaa pamoja na Yesu. Kwa hiyo ubatizo wa jina ulianzia kwa nani? Paulo. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Hata mtume Petro alipokea kwa Paulo ya kwamba sasa kumbe huyu mtu alikuja kutujulisha jina, yaani jina alilokuwa nalo ndilo jina la Mungu aliyoko mbinguni. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Shaba makofi kwa Yesu Kristo. Amina. Kwa hiyo unapotamka jina Yesu, umetamka Mungu mwenyewe. Unapotamka Kristo, maana yake umetamka ule mwili uliozaliwa na Mariamu. Kabisa. Kazi kweli kweli. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Muongeze tena Yesu makofi. Amina. Kwa hiyo ule wakati mitume walipoishi, wao hawakuwa wanatambua, lakini mtume Paulo akaja kuwafunulia, akaja kuwaelekeza, na wao wakabatiza ubatizo wa jina la Yesu. Amina, amina. Amen. Kuanzia hapo wakabatiza ubatizo wa jina la Yesu. Muongeze tena Yesu makofi. Kama mbinguni kuna Mungu watatu, mimi hiyo mbingu sitaingia. Amen. Kwa sababu nitakuwa nimedanganywa na Yesu niliyekutana naye. Kabisa. Lakini kama yupo Mungu mmoja, jina moja, Amen, nitakwenda mbinguni. Amen. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Chapa makofi kwa Yesu Kristo. Amen. Amina. Amen. Nani kama Yesu Kristo? Hakuna. Chapa makofi kwake. Amen. Chapa makofi kwake mengi mengi. Amina. Kwa hiyo mitume wote walibatiza kwa jina la Yesu Kristo. Amina, amina. Amen. Yesu Kristo. Sisi tumekubatiza kwa jina la Yesu Kristo mkombozi, kwa maana wewe ulikombolewa na Kristo. Amen. Muongeze tena Yesu makofi. Amen. Hapo umeona mambo? Amina, amina. Amina. Manako kishabatizwa kwa jina la Yesu Kristo mkombozi, hakuna pepo atakayevuka nyanja zako, na hakuna mwalimu atakayevuka akili yako. Amen. Chapa makofi kwa Yesu. Amen. Hata waje kwenye ndoto utawadhibiti. Ndio. Hata waje kimwili utawadhibiti. Ndio. Hata wainuke wabadilike utawadhibiti. Kabisa. Chapa makofi kwa Yesu. Amen. Tusome mstari wa 6 pale. Mstari wa 6, Matendo 19 mstari wa 6 na kushikana mpaka wa 8. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake
juu yao. Ndiyo. Roho Mtakatifu akaja juu yao. Wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Na jumla yao walipata wanaume 12. Ndiyo. Akaingia ndani ya sinagogi, akanena kwa ushujaa kwa muda miezi 3, akihojiana na watu na kuwavuta katika mambo ya ufalme wa Mungu. Ndiyo. Amina. Akinena kwa ushujaa. Mwongeze tena Yesu makofi. Amen. Chapa makofi kwa Yesu Kristo. Amina. Amina. Amen. Kwa kuwa muda wetu haulali, tutaishia hapo. Amina, amina. Muda wetu haulali, tutaishia. Tunaomba kwaya mtuimbie wimbo pale.